tunaanza mumtahina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Tunasoma leo suratul Mumtahina au husemwa suratul Mumtahana. Ni sura ambayo iliteremshwa Madina na ina aya 13. Maelezo yake kwa ufupi: هذه السورة الكريمة من السور المدنية. Sura hii tukufu ni katika sura zilizoteremshwa Madina. Allati tahtammu bijanibi tashri'i. Sura hii imetilia nguvu au mkazo upande wa sheria. Ni sura iliyokuja kuweka sheria. Unajua, jamii yoyote ya watu yenye ustaarabu lazima iwe na misingi imara ya uongozi, ukifungamanishwa na sharia ya wale ambao watakengeuka kwenye huo uongozi. Sharia huwa inachukua mkondo wake kuwanyoosha. Kwa hiyo jamii ya Waislamu changa ya Madina ilikuwa inahitaji vitu vingi, ikiwemo hiyo sharia. Sura za Maka hazikuja na sharia wala ibada, lakini sura za Madina zilizokuja na sharia na maelekezo ya ibada. Kwa hiyo sura hii ni sura ya Madina, na katika mambo yake ya umuhimu imekuja kujikita katika kuweka sharia. Wa mihwaru surati yaduru haula fikratul hubbi wal bughdhi fillahi. Mada kuu au kiini hasa cha sura hii kimejikita katika fikra ya mapenzi na chuki kwa ajili ya Allah. Yani muumini anatakiwa akipenda kitu apende kwa ajili ya Allah, na akichukia achukie kwa ajili ya Allah. Anapenda kitu ambacho Allah pia anakipenda, na akichukia kitu akichukie kwa sababu pia Allah anakichukia. Isiwe kwa matamanio yake tu, hata kitu Allah anapenda yeye akasema mimi sikipendi na kichukia, atakuwa anakosana na muumba wake. Au kitu yeye anakipenda hata Allah anakichukia, yeye akabaki kukipenda tu, atakuwa anakosana na muumba wake. Kwa hiyo kwenye imani, kwa muktadha wa imani, muumini anatakiwa kupenda kwake na kuchukia kwake kukubaliane na ridhaa na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndicho kilichozungumzwa kwenye sura hii.
Huku kupenda na kuchukia kwa ajili ya Allah, alladhi huwa awthaqu ghura alislam, huu ni mpini imara wa Uislamu, kishiko madhubuti cha Uislamu. Waqad nazala sadru surati, aya za mwanzo za sura hizi ziliteremshwa aitaban li Hatib ibn Abi Balta. Alikuwa anagombwa sahaba mmoja na haukukanushwa Uislamu wake, si kwamba kaambiwa mnafiki au kafir, ni Muislamu mzuri, imani yake kwenye dini iko sawa, lakini alikuwa anapenda anachokichukia Allah na mtume wake, ndo akagombwa. Mhusika mkuu na sababu ya kushuka aya hizi ni bwana mmoja huyu sahaba muhajir, anaitwa Hatib ibn Abi Balta. Hina kataba kitaban li ahli Makkah, huyu bwana yuko Madina, ni muhajir katika watu waliohamia Madina, lakini aliandika barua kwa mkono wake kuwaandikia watu wa Maka ambao ni Makureshi washirikina, ndio waliomfukuza mtume na waliosababisha Waislamu waambiwe wahamie kwingine. Kawaandikia washirikina, watu ambao hawana imani na mtume, hawana imani na Allah mmoja peke yake, hawana imani na Uislamu. Yeye kawaandikia barua, yukhbiruhum, kwenye barua yake hiyo anawahabarisha, anawapa taarifa, anawajulisha watu wa Maka anna rasula sallallahu alayhi wasallama, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama qad tajahaza lighazwihim, ameshafanya maandalizi makubwa huku ya kwenda kuwapiga vita, anawaendea watu wa Maka kivita. Kwa hiyo alikuwa anawataarifu watu wa familia yake, ndugu zake, jamaa zake, wachukue tahadhari, bwana, mnakuja kuvamiwa kijeshi na mimi ndugu zangu nawapenda, kwa hiyo mujue na mchukue tahadhari za maksudi. Mtu yuko huku kwa mtume, anawaandikia barua maadui wa mtume, na mtume kweli alishakuwa kapanga jambo la kwenda kuifanyia ile Maka. Kama dhakara taala, kama ambavyo Allah ametaja hukma muwalati aadaillahi, hukumu ya mtu ambaye anatengeneza mapenzi na maadui wa Allah. Wewe unasema unampenda Allah, lakini wale maadui wa Allah na wewe pia unawapenda. Sasa mapenzi haya yanakuja kujaje? Nampenda huyu lakini ana maadui wanaotakana roho, ila na hao maadui zake pia ninawapenda. Sasa unapendaje? Mapenzi gani haya? Wakati Allah katahadharisha, kuwatahadharisha waumini wanapopenda, mapenzi yao yawe yanaendana na mapenzi ya Allah, na wanapochukia, chuki zao ziwe zinaendana na chuki ya Allah. Unapenda kitu kwa sababu Allah anapenda, hicho kipende, maana wewe uko upande wa Allah. Na ukikichukia kitu, ukichukia kwa sababu Allah anakichukia, kwa sababu wewe uko pamoja na Allah. Ukifanya tofauti, wewe unakosana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wadaraba al-amthala, na Allah amepiga mifano, fi Ibrahima walmuminin, kapiga mifano ya Ibrahim na waumini wa zama za Ibrahim, fi tabarruihim min almushrikin, jinsi walivyokuwa na dhamira ya pamoja, walikuwa wana maazimio ya kuwakataa washirikina, wamejitenga nao mbali. Wabayana, na pia Allah amebainisha kwenye sura hii hukma alladhina lam yuqatilu almuslimin, hukumu ya washirikina werevu, washirikina wastaarabu ambao hawana ugomvi na Waislamu. Yeye kabaki na mila yake na dini yake, lakini hana ugomvi na Waislamu. Mshirikina kama huyu wameelekezwa Waislamu waishi naye vipi, waamiliane naye vipi, kwenye sura hii. Wa hukma almu'minati almuhajirati wa darurati
wa dharurati imtihanihinna. Pia sura hii mwisho imetaja hukumu ya wanawake wanaohama kutoka mji wa ushirikina kwenda mji wa Uislamu. Waislamu wameambiwa watakapokuja watu kutoka kwenye mji wa kufru wanaingia kwenu kwenye maeneo ya Uislamu, wakadai kuwa wao ni wahamiaji wazuri, msiridhike tu na maneno yao ya mdomoni, wafanyeni mtihani. Pengine wanakuja kwa lengo la ujasusi na wanaandaa miundo mbinu kuwaandalia wavamizi waje wakiwa washapata picha halisi. Kwa hiyo katoka alikotoka anaingia kwenu na nyinyi Waislamu. Mkijua huyu ni adui wa Uislamu msimpokee, ndo mnakaribisha matatizo. Lakini mkijiridhisha kweli kaja kwa lengo zuri, hana shari na sisi, mnaweza mkampokea. Wa ghairi dhalika min alahkami atashri'iyya. Na humu kwenye sura hii yako mambo mengi zaidi ya hayo katika hukumu za kisheria. Waislamu wakikaa pahala kama society wanatakiwa wawe na werevu na mbinu zilizokamilika ya kuenzi, kulinda, kuendeleza mila yao, desturi zao, utamaduni wao, usije ukavurugwa na mahasimu zao au maadui zao. Ibtadaat suratul karima, imeanzwa sura hii tukufu mwanzo wake bitahdhiri min muwalati a'daillahi. Aya za mwanzo zinawatahadharisha Waislamu kuwa na mapenzi na maadui wa Allah. Huyu na Allah hawaelewani, na wewe muumini unasema unampenda Allah na unataka radhi zake. Utampendaje mtu asiyeelewana na Allah na hayapendi hayo ambayo wewe unayapenda upande wa Allah? Obviously huyu hatakiwi umpende, anakuwa ni adui kwako, hapendi maendeleo yako. Wametahadharishwa Waislamu kwenye sura hii wasiwe na mapenzi na maadui wa Allah. Alladhina, maadui wa Allah ni wale ambao adhaul mu'minin, wamewafanyia maudhi mbalimbali waumini, hata taruhum ila alhijrati, mpaka kwa maudhi yao waumini wakalazimika kuhama kwenye miji yao. Watarki diyari wal autani, wakaacha majumba yao, wakaacha miji yao ambayo wanaipenda na ambapo wamejiimarisha, wamewekeza. Mtu anashindwa kukaa, analazimika ahame kwa sababu ya maudhi ya maadui wa Allah. Sasa wewe mu'min, hawa ni maadui, hutakiwi kutengeneza mapenzi nao. Ya ayuha alladhina amanu, enyi waumini, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliyaa, msiwafanye maadui zangu ambao pia ni maadui zenu na nyinyi, msiwafanye vipenzi, msiwakunjulie nyoyo. Al-ayati, mpaka mwisho wa aya hizo. Bayanati suratu, sura hii imebainisha anna alqarabata wannasaba wassadaqa, ukaribu katika undugu wenu, nasabu zenu za kuzaliwa au urafiki kwenye maisha, fi hadhihi alhayati, katika maisha haya ya dunia, lan tanfaa linsanu abadan yauma alqiyama, katu vitu hivyo havimnufaishi binadamu siku ya Kiyama. Haukunufaishi undugu wako na ndugu zako, wala nasabu yako ya kwenu ulikozaliwa haina manufaa na wewe siku ya Kiyama, wala urafiki wako na wale marafiki zako hausaidii chochote siku ya Kiyama. Wanafundishwa Waislamu hivyo. Haithu la yanfa'u linsanu illa al-imanu wal amalu salih, huko akhera siku ya Kiyama ni kwa hala ambako hakuna kitakachomnufaisha binadamu isipokuwa imani iliyotendewa amali njema. Kaamini alafu akapractice kile alichokiamini, amali zake zilizo ndani ya imani ndizo zitakazomsaidia. Upate msaada kwa sababu umekaa vizuri na ndugu zako, au umekaa vizuri na familia yako, nasabu yako,
au umekaa vizuri na marafiki zako, hawaji kukusaidia chochote. Lazima uwe na imani iliyofungamana na amali njema, wewe ndo utakuwa mtu ambaye umefanikiwa. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawma alqiyama, rahim zenu, uvyawa wenu na watoto wenu muliowazaa, hawaeleweni, hawaji kukusaidieni chochote siku ya Kiyama. Thumma, kesha baada ya hapo, darabatil mathal, sura hii aya zake zikapiga mfano, fi imani Ibrahim alayhi salam, kwenye imani ya Nabii Ibrahim alayhi salam, wa atba'ihi almu'minin, na wafuasi wake waumini waliomkubali kwa yeye ni mtume na wakakubali dini ya tauhidi, Mola ni mmoja. Hawa Allah amewapigia mfano, hina tabarra'u min qaumihim almushrikin, pale walipojitenga na wakaachana na mambo ya jamaa zao, ndugu zao washirikina. Kauchukua mfano huu wa Ibrahim na watu wake kwenye jamii zao, akauweka hapa kwa Muhammad na waumini wake kwenye jamii zao. Liyakuna dhalika hafizan likulli mu'minin ala iqtidai bi abil anbiya. Hii Allah kaiweka hapa kama ni kielelezo kwa kila Muislamu mu'min, anatakiwa aige msimamo, sera, dira, mwenendo wa baba wa manabii Ibrahim alayhi salam, ambaye ni Khalilur Rahman, mwandani wa Allah mwingi wa rehema. Allah amesema, kad kanat lakum uswatun hasanatun, nyinyi wafuasi wa Muhammad, waumini, muna kiigizo kizuri tu cha kuiga, fi Ibrahima walladhina maahu, muigeni Ibrahim na wafuasi wake waliokuwa pamoja naye. Ibrahim na watu wake walikuwa na msimamo huu, idh qalu liqaumihim, walipowaambia watu wao, watu wa nchi yao, waliwaambia inna buraa'u minkum, sisi tunajitenga na nyinyi, tunawakataa. Inna buraa'u minkum ni maneno ya Waislamu pamoja na mtume wao Ibrahim. Wamewaambia watu wao kwenye nchi yao, kaumu yao, inna buraa'u minkum, sisi tunajitenga na nyinyi, yani tunawakataa, kwa lugha za Kiswahili cha kisasa cha mjini. Kama mna sera zenu, siasa zenu, taratibu zenu, msituhesabu na sisi kuwa ni wafuasi wenu, sisi na nyinyi tofauti. Buraa'u minkum, tunajitenga na nyinyi, yenu yenu na sisi tuna yetu, wala msitulazimishe sisi kufuata ya kwenu, kama ambavyo sisi hatuna uwezo wa kukulazimisheni nyinyi kuacha ya kwenu mkatufuata sisi. Ni kama yale aliyosema mtume aliyofundishwa, lakum dinukum waliyadini, niendeleeni na hayo mnayoyaona bora, nendeni na dini yenu, na mimi nina misimamo yangu, niacheni na dini zangu. Inna buraa'u minkum, sisi tunajitenga na nyinyi. Wa mimma ta'buduna min dunillah, pia tunajitenga na mitindo yenu ya ibada. Yani nyinyi mkijiita viongozi, mnaongoza watu wenu, sisi si katika wanaoongozwa na nyinyi, tunakukataeni, tunajivua uraia. Taratibu zenu, mila yenu, miongozo yenu sisi haituhusu, tuna yetu. Wa mimma taabuduna min dunillahi, tunajitenga na ibada zenu, mila, dasturi, mambo yenu ya kiibada, ya itikadi. Msihesabu na sisi kuwa ni katika waumini wenu, hapana. Kafarna bikum, tunakukaneni nyinyi, sio tunakukanyeni, tunakukaneni. Raia wanawakana viongozi wao, sisi nyinyi tumewakataa. Kafarna bikum, tunakukataeni nyinyi kuwa ni viongozi wetu, hatuchukui maelekezo yenu wala maagizo yenu wala miongozo yenu. Wabada bainana wa bainakumul adawa, na kwa sababu ya tofauti yetu ya kiimani,
baada umeshaanza bainana wa bainakum, baina yetu sisi na nyinyi, aladawatu, umeshaanza uadui. Nyinyi mnatuhesabu sisi ni maadui kwenu, na nyinyi tunakuoneni vivyo hivyo ni maadui kwetu. Kwa tofauti yetu ya kiitikadi, umeshaanza uadui baina yetu na nyinyi. Walbaghdha, na ugomvi, mnatuchukia na sisi tunawachukia. Mkituhesabu sisi ni maadui na sisi tunakuoneni vivyo hivyo. Abadan, tutaenda hivi maisha, hata tu'minu billahi wahdahu, ili nyinyi na sisi tuwe pamoja mpaka itokeze siku muamue mumuamini Allah peke yake. Mkimwamini Allah peke yake, hapo tutakuwa tuko sawa, tutakuwa ndugu. Lakini sisi tunaamini Mola mwenye ulimwengu huu mmoja, nyinyi mna miungu yenu mlotengeneza wenyewe, alafu useme tukae pamoja tuwe shirika, haiwezekani. Ni misimamo iliyomo kwenye sura hii. Watahaddathati suratu, na pia sura hii imesimulia an hukmi alladhina, imesimulia hukumu ya wale watu ambao, hukumu ya kisheria, vipi tunawaweka, tunawatreat wale watu ambao lam yuadu almu'minina wa lam yuqatiluhum. Kuna watu si waislamu na hawako tayari kusilimu, habari ya imani ya Mungu mmoja hawataki kuisikia, lakini ni wastaarabu. Lam yuadu almu'minin, hawawapigi vita waislamu kwa sababu ya imani yao, hawawafanyii uadui, hawakai na waislamu kiuadui, walam yuqatiluhum, wala hawawapigi vita kwenye dini yao. Makafiri, lakini wanaenda na mambo yao, hawawataaradhi waislamu kwa ubaya kwa sababu ya imani yao na tofauti iliyopo baina ya wao makafiri na waislamu. Hawa hukumu yao kisheria ikoje? Imezungumzwa kwenye sura hii pia, pale Allah alivyosema la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Allah hajakukatazeni kuamiliana vizuri na makafiri ambao hawakupigieni vita dini yenu. Walam yukhrijukum min diyarikum, wala hawajakusababishieni kutoka kwenye miji yenu. An tabarruhum wa tuqsitu ilayhim, hajakukatazeni Mola wenu watu kama hawa kuwafanyia birrun, wema. Wa tuqsitu ilayhim, na kwenye miamala mufanye nao miamala kwa uadilifu. Anabaki na ukafiri wake, lakini ya kuheshimu kama ulivyo, na wewe umuheshimu kibinadamu, mtaamiliana vizuri. Innama yanhakumullahu wa hukmu alladhina qatalu almu'minina wa adhahum. Hukumu ya juu hiyo ni ya watu makafiri, lakini hawajatengeneza uadui na Waislamu wala hawawapigi vita. Allah ametuambia hawa hajatukataza kukaa nao kwa wema na kuwafanyia uadilifu kwenye miamala. Lakini pia Allah akaweka hukmu alladhina qatalu almu'minina wa adhahum, hukumu ya kisheria ya makafiri ambao wanawapiga vita Waislamu kwa sababu ya dini yao na wanawafanyia maudhi. Makafiri kama hawa, Allah katoa kauli nyingine, kasema innama yanhakumullahu anil ladhina qatalukum fid din. Alichokukatazeni Allah ni kufanya urafiki na miamala na watu ambao wanakupigeni vita kwenye dini. Qatalukum fid dini, wanakupigeni vita kwenye dini. Tofauti yenu ya kiimani inapelekea msiishi kwa raha na hawa watu. Wa akhrajukum min diyarikum, wanatengeneza mazingira ya kwamba pakuchukieni kwenu, muhame kwenye miji yenu na kwenye majumba yenu. Wa dhaharu ala ikhrajikum, pia pamoja na wao ambao mko nao kwenye nchi yenu wanashirikiana na maadui wa nje. Maadui zenu wa hapo kwenu wanashirikiana na maadui wa nje hapo kwenu, ala ikhrajikum, kukutoeni kwenye mila, dasturi, utamaduni
na hatimaye hata mushindwe kuishi katika miji yenu, muondoke. Makafiri wenye chuki kama hawa, Allah hawa ndio aliotukataza kuamiliana nao. Waman yatawallahu minkum, na mtu yeyote anayewatawalisha makafiri wagomvi kama hawa, akakubali fatua zao na miongozo yao, faulaika humu zalimun, hao ndio madhalimu wa nafsi zao. Muislamu anayepelekeshwa na kafiri alafu mwenyewe haoni asikia, akasema ndo kiongozi wangu, nampenda mwenyewe. Unampenda adui yako anakupeleka motoni, we utakuwa umedhulumu nafsi yako, na Allah atakuchukia kama anavyomchukia huyo, maana huyu ni adui wa Allah. Wewe unasema unampenda Allah, lakini na huyu adui wa Allah unampenda pia. Allah anakuacha wewe na huyo unayempenda mwingine, yeye hujitoa, hakutambui na wewe pia. Wabayanati suratu, pia sura hii imebainisha ujuba mtihani almu'minati inda alhijra, ulazima, uwajibu wa kuwafanyia mtihani, kuwafanyia interview haswa wanawake, maana wanawake huwa wanatumiwa vibaya. Allah kwenye sura hii amebainisha uwajibu wa kuwafanyia mitihani almu'minati, wanawake wanaokuja kwa jina la Uislamu wakasema tumesilimu. Inda alhijrati, wanapohamia kwenye miji yenu ya Uislamu, wakija wanawake kama hawa, munatakiwa muwafanyie mtihani, muproof nyinyi wenyewe wamesilimu kweli au wana mambo yao nyuma ya pazia. Wa adami raddihinna ila alkufari idha thabata imanuhunna, pia pamoja na kuwafanyia mtihani, kuwapima, ikiwabainikia kwamba wamesilimu kweli, unatakiwa muwadhibiti wasirudi tena kule kwa makafiri. Si ikatokezea siku asema lakini kule kuna mume wangu, yes, kasema kasilimu. Kafiri ya kisilimu mmoja, basi mwenziwe mahusiano yake yanakuwa yameshakatika. Kama kaja mwanamke kasema kasilimu, mumewe huko kafiri, kitendo cha mmoja kusilimu, kama mahusiano yao ya ndoa yameshamalizika hapo. Wakaja kusilimu wote kwa pamoja, hawaambiwi waoane upya kwa utaratibu wa Kiislamu. Ndoa yao hiyo hiyo ya kijahili itazingatiwa ni ndoa na wataendelea na maisha. Lakini akisilimu mmoja akikataa, ndoa ndo inakuwa imeisha, hawatohesabiwa wala hawatozingatiwa kwamba ni mume na mke. Kwa hiyo huyu akija kasema kajitambulisha kasilimu, mkimfanyia majaribio mkagundua ni Muislamu kweli, ana imani sahihi, harejeshwi kwa kafiri. Hata akisema mie mke wa mtu, mwambieni ndoa hiyo ishavunjika, huyo huko sio mumeo tena. Hata akaja huyo anaitwa mumewe kudai mke wangu mmemshikilia, mwambie huku huna mke, mpeni tu gharama zake za mahari akaoe mke mwingine kafiri mwenziwe. Hayo yameainishwa kwenye sura hii pia. Wakararat, na pia sura hii imekariri adamu al-i'tidadi biismati al-kuffari, imekariri maelezo ya kwamba nyinyi kama Waislamu munatakiwa muepukane na kuhesabu mifungamano ya waumini na makafiri, musihesabu. Ni kama huo mfano nilioutoa, kaja mtu anadai mwanangu yuko huko kwenu, mwanawe mtu mzima ana maamuzi yake mwenyewe, ambia huyu sio mwanao, wewe toka nda zako tu. Kama unayatafuta mengine baki hapo ulipo, lakini huyu sio mwanao. Kaja anadai mke wangu mnaye mmemshikilia, mtu mzima na maamuzi yake, kaamua kusilimu, mnamwambia hapana, huyu sio mke wako, ndoa yenu ishavunjika zamani, mpeni chake aende akaoe mke mwingine. Thumma, kesha baada ya hapo, hukmu mubayati nisai lirasuli sallallahu alayhi wasallam. Aya za mwisho zimezungumzia hukumu ya bai'a, wanawake waliokuja kusilimu. Yoyote yule anayesilimu alikuwa anapeleka mkono wa bai'a,
ni kama ahadi ya kiapo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nakubali kwamba hakuna anayeabudiwa kwa haki ila Allah, na ninakutambua wewe ndiye mtume wa Allah kwetu. Nimekinai na ninakubali wewe ni kiongozi wangu. Kwa hiyo anatoa bai'a. Kwa hiyo kuna hukumu ya bai'a ya wanawake waliokuja kumbai Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa shurutu hadhihi albay'a, na aya hizi za mwisho zimekuja kuweka sharti za hiyo bai'a. Ili akubali Mtume kupokea bai'a kwa mwanamke, kuna sharti kadhaa kashurutishwa yeye Mtume. Masharti haya uyazingatie wakati watakapokuja wanawake kutaka kukupa ahadi ya kiapo ya kwamba wamekubali kukutii. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, idha jaakumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Hayo yamesemwa kwenye aya hizo hapo. Watakapokujieni wanawake wahamiaji, wametoka Maka kwenye mji wa kikafiri, wameingia Madina kwenye mji wa Uislamu, famtahinuhunna, wafanyeni mtihani. Lazima papatikane watu wenye skills za kufanya interview, wajiridhishe hawa kweli wanachokisema mdomoni ndicho kilicho moyoni. Na kauli ya Allah ilivyosema, ya ayuhan nabiyyu, ewe mtume mtukufu wa daraja, idha jaaka almu'minatu, watakapokujia wanawake wanaodai wameamini, yubayi'naka, wamekuja kukupa bai'a, ala an la yushrikna billahi shay'a ila akhiri alaya. Masharti ya hiyo bai'a, waahidi kwamba hawatomshirikisha Allah, hawatofanya hili, hawatofanya hili, hawatofanya hili. Hayo ndo masharti ya kukubali kuwapa bai'a. Wa khutimati suratul karima, na imemalizwa sura hii tukufu, bitahdhiri almu'minin, kwa kuwatahadharisha waumini, min muwalati a'da'i llahi alkafirin. Waumini wametahadharishwa na kuwa na muwala na maadui wa Allah makafiri. Ndo yale mapenzi yanayoambatana na taa. Usikubali kuongozwa na kafiri wakati yeye hana imani na Allah. Hili ndo la mwisho katika sura hii. Wametahadharishwa waumini wasiwe na wala na makafiri. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tatawallau qauman, musiwatawalishe watu mkawafanya viongozi, mkaridhishwa na miongozo yao, ushauri wao, maelekezo yao, mkawapa nyoyo zao kwa mapenzi ya kukubali wanachokuelekezeni. Watu ambao ghadiba Allahu alaihim, Allah anakasirika nao. Nyie mnawapenda sawa, lakini Allah anawachukia. Musiwatawalishe wakamiliki nyoyo zenu mkafuata miongozo yao watu ambao Allah anawachukia. Qad yaisu min al-akhirah, sababu ya kuambiwa msikubali kutawaliwa na hawa hawalengi lolote katika yenye maslahi na akhira yenu. Yaisu, wamekata tamaa. Hakuna chochote cha akhira ambacho kafiri ni dili kwake. Huyu wewe ukimpa hayo mamlaka ya kwamba awe kiongozi, atakwambia mimi bwana, katika uongozi wangu sitaki kuruhusu kuveketi office kwa sababu ya kuswali. Na wewe unataka kazi yako na kiongozi wako unampenda, sasa bosi hataki ni swali. Sasa Allah aliyekuumba anataka uswali, usimisi jambo hilo. Bosi hataki uswali na unampenda bosi, unamsikiliza bosi. Bosi hataki, basi uswali. Qad yaisu min al-akhirah, hawa makafiri mambo ya akhera yote hayamo moyoni mwao, wameyakatia tamaa, hawaamini tamoja katika mambo ya akhera. Na wewe unasema unataka wende peponi, unayataka ya akhera. Huyu hayaelewi, hata kuongoza kwenye lolote lenye mafanikio na wewe. Kama yaisa al-kufaru min ashabi al-qubur, walivyo makafiri hawa walio hai duniani, jinsi wasivyoifahamu akhera ni kama walivyo katikiwa tamaa makafiri waliokusha kuzikwa kaburini. Kafiri anaishi uhai duniani, haamini akhera,
lakini siku akifa anaiamini akhira 100% kama si zaidi, kafiri yoyote yule. Lakini maadamu kafa vibaya na ukafiri wake, ana uhakika wa 100% hivyo hivyo au zaidi, kwamba yeye nafasi ya kutubu au kuomba msamaha keshafungiwa. Si mtu wa kheri, hapati mafanikio tena. Kwa hiyo kafiri alokusha kuzikwa ana hakika yeye mtu wa motoni. Lakini kafiri aliyo hai, kwa sababu tu ya ukafiri wake, hataki kukupa fursa ya kufanya lolote la akhera, kwa sababu haamini hata moja. Kafiri aliyezikwa ana hakika haendi peponi, kwa sababu kakosa radhi ya Allah. Kafiri aliye hai ana hakika kwa msimamo wake mambo ya dini ni uongo, si kweli. Kwa hiyo halikubali hata moja la dini. Wewe ndo unampenda. Kwa hiyo huyu kafiri aliye hai hatokuongoza kwenye lenye manufaa na akhera, kama ambavyo kafiri aliyekufa ana uhakika hana la kufanya, yeye akasamehewa na akenda peponi. Wa hakadha khutimati suratu, hivi ndivyo ilivyomaliziwa sura. Bimathalin, kwa kuwekwa mfano. Ma badaat bimithli ma badaat bihi, imemaliziwa sura kwa mfano wa vile ilivyoanzia, kutahadharishwa waumini na mahusiano na makafiri. Na ilivyomaliziwa imemaliziwa hivyo hivyo, kwa kutahadharishwa waumini kuwa na mahusiano na makafiri kwenye mambo yanayotaalaki na miamala na masala mengine ya kimaisha. Mina tahdhiri min muwalati adaillahi, mwanzo imeanzwa na kuwatahadharisha waumini wasifanye muwala, mapenzi na maadui wa Allah, na mwisho ikamaliziwa hivyo hivyo kuwatahadharisha waumini wasifanye mapenzi na maadui wa Allah. Liyatanasaka alkalamu, ili maneno yafanane, yaoane, fil badai wal khitami, mwanzo wake na mwisho wake umemaliziwa kwa namna ambayo inafanana. Sababu nuzuli, sababu ya kushuka aya hizi. Sababu ya kushuka aya hizi Shekhe ametuwekea hapa, anasema lamma tajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alipofanya maandalizi ya kijeshi mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallama, lifathi Makkata, maandalizi ya kwenda kuishinda, kuikomboa au kuiteka Maka. Maana Maka ilikuwa ndo bezi ya ukafiri, maadui wa mbali wote wanaweka nguvu zao pale Maka. Hao wa Roma, wa Fursi, wa nani, wanajua huyu jamaa akiwashinda hawa watu wake hatoishia hapo, huyo atakuja na huku kwetu. Kwa hiyo walikuwa watu wa Maka wanapata support ya makafiri wengine wa mbali wenye nguvu, ili wamdhibiti mtume mapema. Fikra yake hii anayoihubiri, makafiri wote walikuwa wanaiona ubaya wake. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam, Maka imemsumbua kwa muda wa miaka 13. Kwa hiyo alipopata fursa Madina, aliplani kwenda kuipiga Maka, ili uongozi au utawala wa pale Maka uwe chini yake. Kwa hiyo alifanya maandalizi ya kijeshi, aivamie Maka kijeshi. Mtume alikuwa anapofanya mambo yake kama haya, kuna watu muhimu katika masahaba wake, kwa sababu ya profession zao, huweka nao kikao akawashauri. Wataalamu wake wa mambo ya kifedha na uchumi, wataalamu wa masala ya kijeshi, wataalamu wa mambo mengineyo ya kiutawala, na hivi alikuwa ana vipaji, kavitayarisha, kaviandaa, kawalea watu vizuri. Hawa walikuwa ni wasaidizi wake wa karibu. Kwa hiyo kuna watu walikuwa wanashiriki kwenye shura, wanasikia kinachopangwa. Lakini ndo unajua tabia ya binadamu, kwenye wengi pana mengi, na kila mmoja katika washiriki huwa akili yake inamtuma kivyake. Kuna mmoja katika watu ambao wamesikia mpango wa mtume sallallahu alaihi wasallama,
kataba Hatib ibn Abi Baltaat. Hatib ibn Abi Baltaat ameandika barua, yeye kapata picha kamili nini mtume anataka afanye. Kaandaa jeshi kubwa, silaha za kutosha, na mwenyewe alikuwa anawaambia watu wake, jama, hili jambo lisije likavuja, tunataka tuishtukizie tu Maka, tuingie pale kwa kuzingatia pia ni amani na usalama wa watu, maana mtume alikuwa hataki imwagike damu. Nguvu kubwa kweli kaandaa, lakini alitaka aitulize Maka na pawe na amani, kama shari waitake wenyewe tu. Kwa hiyo kuna bwana mmoja huyo anaitwa Hatib ibn Abi Baltaata, aliandika barua ila ahli Maka, kuwaandikia watu wa Maka. Sasa wewe mwenyewe, huyu mtume anafanya jambo lake siri, wewe unataka uifichue siri. Kile alichokuwa na kitahadhari, wewe unataka ukiamshe watu wajue nini anapanga. Kaandika sahaba huyu kuwaandikia watu wa Maka, yukhbiruhum bidhalika, anawajulisha lile analolipanga mtume Madina. Waqala lahum, na katika barua yake akawaambia watu wa Maka, inna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallama. Hiyo sallallahu alayhi wasallama nimeisema mie, lakini huyu bwana kwenye barua yake kaandika, inna Rasulallahi yuridu an yaghzukum, mtume anataka kuja kukuvamieni kijeshi, anakuja lighazwatin, kwa ajili ya vita. Fakhudhu hidhrakum, kwa hiyo chukueni tahadhari. Barua fupi tu. Thumma, kesha huyu bwana baada ya kuandika barua yake, arsala alkitaba ma'a dhainatin ay imra'atin musafira. Barua ile akampa mwanamke mmoja ambaye huyu mwanamke alikuwa ni msafiri, kajua fulani ataondoka Madina kwenda Maka. Akamuita kwa siri, na yeye akampa barua hiyo kwa siri, na akampa angalizo, tafadhali isije ikajulikana kama nimekupa hii barua, fanya siri yako, ikivuja hii ushaniweka pabaya, niko hatarini. Kwa hiyo mwanamke msafiri kaichukua barua, na yeye kwa kuchukua tahadhari akaiweka kwenye nywele zake, kasuka. Si unajua kusuka? Kwa hiyo kwenye ule msuko wa nywele imetiwa mle, ikasukiwa kwenye nywele. Kwa hiyo hata ukimsachi humkuti na kitu. Kaiviringa vizuri kama pipi ya unga barua, ikawekwa ndani ya nywele, kasuka vinywele vyake vizuri, akaondoka nayo. Fanazala alwahyu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yukhbiruhu bidhalik. Aya hizi ndo zikashuka wahi, ukashuka wahi kutoka mbinguni, akajulishwa mtume kwamba siri yako hiyo ishavujishwa, na imevujishwa kimtindo. Taarifa inaenda Maka, kapewa mwanamke fulani, keshaondoka anaelekea Maka. Na mwenyewe kila akilala mtume usiku, kabla hajapata usingizi, anamuomba Allah, hili jambo nijitahidi ulifanye liwe siri, isije ikafichuka siri yangu hii. Anaomba kwa Allah. Kwa hiyo Allah akamjulisha, hiyo siri yako sasa hivi naona muda si mrefu itafichuka. Picha nzima ile mtume akapewa. Fabaatha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Aliyan wa Zubaira wal Miqdada, mtume akateua makamanda wake watata sana, wapiganaji wazuri tu. Mtume akamtuma Ali ibn Abi Talib, Zubair ibn al-Awwam na Miqdad. Akawapa ile picha, akawaambia, mfuatilieni mwanamke huyu, mkamateni na mumrejeshe hapa Madina. Majasusi ni jambo muhimu sana, wapelelezi ni kitu muhimu sana. Hata mtume naye alikuwa nao watu wake, wanapita pita huko kuangalia watu wanapanga nini dhidi yetu, wanamsemaje mtume wa Allah.
wamekusudia mwaka huu kufanya jambo gani na gani. Taarifa zikipatikana, zikiletwa, mtume ndo anajipanga. Ndo utakuta alikuwa na uwezo mkubwa wa kukwepa matukio kabla hayajafanyika. Kwa hiyo watu watatu wakachukua farasi. Huyo mama yeye sijui alikuwa na kipando gani, kama ngamia kapanda au nyumbu au nini, lakini watu watatu wakatoka na farasi mbio wakamfuata huyo mama. Wakala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuwaagiza hao watu watatu, intaliqu hatta ta'tu rawdata khakhin, nendeni mpaka mkifika eneo linaloitwa rawdata khakhin, hapo ndo mtamkuta huyu mwanamke. Yani mpaka na ramani yote kapewa, kimbilieni, maana atakuwa yuko karibu ya kufika huko kwa maadui zetu. Kimbilieni mpaka mkifika eneo fulani, hapo huyu mwanamke mtamkuta. Kiongozi anatoa maagizo huko, fa inna biha dhainatun, hiyo taarifa, hiyo barua anayo mwanamke fulani msafiri, maaha kitabun, mwanamke huyo anayo hiyo barua, fakhudhuhu minha faatuni bihi, mnyang'anyeni hiyo barua nileteeni. Nendeni hapo Raudhata Khakhin, kuna mwanamke kapewa barua anayo, mkamateni, ichukueni barua muniletee. Mtume anatoa maagizo, yuko Madina. Msimuliaji anasema fakharajna, tukatoka, hata ataina raudhata, mpaka tukafika kwenye huo uwanja, kwenye bonde hilo la Khakh. Faidha nahnu bid'aina, tahamaki, tulipofika hapo tukamkuta mwanamke mwenyewe yuko lonely peke yake. Fakulna laha, tukamwambia yule mwanamke, akhriji alkitaba, yani kama wanamjua vile, ndo wanamjua kwa sababu wamepewa maelekezo, lakini yeye mwenyewe yule mwanamke anajua hili jambo ni siri baina yake na bosi wake aliyemtuma kazi. Hawa watu wamemfika wakamvaa tu, hakuna cha salamu aleikum hapo. Watu wamekuja kikazi, ukizingua inakula kwako, wanasema watu. Walipomfika tu wakamwambia akhriji alkitaba, tupe barua haraka sana, tupe barua. Faqalat, akatia nyodo yule bibi akasema, ma ma'i min kitabin, mimi sina barua yoyote. Barua gani? Mliniona nikapewa barua? Mimi nina barua wapi na wapi? Ana hakika kwa alipoiweka haionekani ng'o. Kwa hiyo akajibu kwa kujiamini kabisa, ma ma'i min kitabin, mimi sina barua yoyote. Fakulna laha, tukamwambia, watu watatu hao, tukamwambia la tukhrijanna alkitaba, wallahi barua utaitoa, au lanulqiyanna thiyaba, au tutakusaula nguo moja moja. Kwa hili hatuna utani, yani hapa utavunjiwa heshima. Kweli maustazi si, lakini kwa hili hapa leo utaijua. Tupe barua au tutakuvua nguo. Fa akhrajathu min aqasiha, mwenyewe yule mwanamke akaitoa barua ile kwa kufumua nywele zake, katoa kwenye mshono mmoja ule msuko mmoja wa nywele, akaitoa barua akawapa hawa mabwana. Fa ataina bihi nabiya sallallahu alayhi wasallama, barua tukaichukua tukamletea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa idha fihi, tahamaki kwenye ile barua tukakuta mwandishi wa hiyo barua, min Hatib ibn Abi Balta, barua hii inatoka kwangu Hatib ibn Abi Balta, ila unasim min almushrikina, inaenda kwa watu fulani washirikina, bimakka, walioko Maka. Yukhbiruhum, Hatib anawajulisha watu wa Maka washirikina, bibadhi umuri rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, anawajulisha baadhi ya mambo aliyopanga, aliyokusudia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, kaagizia huyo Hatib aletwe, kaletwa, akawa anamuuliza, ma hadha ya Hatib, sasa wewe Hatib, nini hichi umefanya? Ndo nini hichi ulichofanya?
Faqala, akasema katika kujitetea, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, la taajil alayya, usinikasirikie wala usinihukumu vibaya. Inni kuntu mra'an mulsiqan fi Quraish, mimi nilikuwa ni mtu nina mahusiano mazuri na Makureishi, nimekaa nao kwa ihsani. Walam akun min anfusiha walam akun min anfasiha, mimi nina maelewano na mahusiano mazuri na Makureishi, sikuwa katika watu watesi wao, yani nimekaa nao kwa ihsani, na hili lililopangwa nkaona litaleta madhara kwa watu ninaohisani nao. Ndio hiyo tu maana yake. Wakana man maaka min almuhajirin lahum qarabatun, na halafu nimetupa jicho upande mwingine, nikaona katika hawa masahaba wako wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, walio pamoja na wewe katika imani, kule pia kuna ndugu zao. Hawa masahaba wako hawa, kule kuna ndugu zao, yahmuna biha ahlihim, nao huwa wanawapa himaya watu wao, wanawapa tahadhari watu wao. Wa amwalihim bimakka, na hawa masahaba wako walioko hapa, wengine wana mali zao kule Maka, wadhamini wa hizo mali ndo hao washirikina. Kwa hiyo kuna watu wako pia kule, kuna maslahi yao, kuna wahisani wao. Nikaona ukiingia kijeshi watapotea haki za watu, mali za watu, roho za watu, na hivi na hivi. Kwa hiyo huruma yangu tu, wema wangu, ukaona niwape tahadhari, jamaa mnavamiwa. Sasa nyie angalieni, inaelekea hii kweli? Inaelekea kibinadamu mwenyewe alivyolipanga, kaona ni jambo zuri la kheri, lakini anataka kuvujisha siri ya nchi ambayo madhara yake yangekuwa makubwa. Mwenyewe anasema Habibu katika kujitetea, Hatib katika kujitetea, fa ahbabtu idha fatani dhalika min an-nasab fihim an attakhidha yadan yamhuna biha qarabati, nilikusudia kwa taarifa ile ambayo nimeipeleka, na bila shaka kajitaja jina lake, taarifa hii inatoka kwa fulani, kama patatokezea chochote na watu walichukua tahadhari, basi labda yale niliyokuwa ninataka yakae sawa yatakaa sawa, na mimi ndugu zangu na jamaa zangu na mali zao zitabaki salama. Kwa hiyo ana save mali zake, mali za jamaa zake zilioko kwenye mji wa maadui wa Mtume, kawaandikia barua kuwapa siri ya Mtume. Wama fa'altu dhalika kufran wartidadan, sikufanya hayo kwa sababu nimekufuru au nimeritadi. Mimi bado ni Muislamu, najua la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ma fa'altu dhalika kufran wartidadan an dini, sikufanya hicho nilichokifanya kwamba na maana nimekufuru au nimeritadi, nimeikataa dini yangu. Mimi Muislamu bado vile vile. Faqala Umar ibn al-Khattab akasema, yeye hakuwemo katika watatu waliotumwa kule. Umar alipoipata, mnajua habari zake, alipopata tu maelezo ya Hatibu akasema, dani ya Rasulullah adribu unuka, dani ya Rasulullah, niache ewe mtume wa Allah, adribu unuka hadha almunafiq, nikate kichwa cha mnafiki huyu, anadai hajaritadi, hichi alichokifanya ndo anaona kiko kwenye dini hiki, niache nimkate kichwa. Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam naye kwa huruma zake akasema, innahu shahida badran, huyu tulikuwa naye kwenye vita vya kwanza vya Badri, na Allah amesema watu wa Badri wote kawawia radhi, radhiyallahu anhum. Kwa hiyo huyu hukumu hiyo haimfai. Innahu shahida badran, huyu bwana alikuwepo, alishiriki kwenye vita vya Badri.
wama yudrika laala Allaha atla ala ahli badrin, na kipi kitakujulisha kwamba Allah aliwaangalia vizuri watu waliokuwepo katika uwanja wa Badri. Baada ya kumaliza zoezi la Badri, Allah faqala, akasema i'malu ma shi'tum, kwa kazi mlioifanya leo nyinyi waja wangu, i'malu ma shi'tum, fanyeni mtakavyo, faqad ghafartu lakum, nimekusameheni. Kwa hiyo watu wa Badri wamesamehewa na Allah akasema yuradhi nao. Sasa huwezi kumuua mtu ambaye Allah yuko radhi naye na kamsamehe. Kwa hiyo tumejua tatizo, tushalitatua tatizo, basi usitengeneze tatizo jingine, mwache tu. Mtume akamsamehe. Fanazalat, ikashuka aya, na aya ziliposhuka hazikumuita yule kwenye jina la unafiki wala la ukafiri, zimemuita kwenye jina la imani. Yeye na wengine wenye tabia kama ile wakaambiwa maneno haya, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliyaa, musiwafanye maadui zangu mimi, wale ni maadui wa Allah, wa aduwakum, ambao pia na nyinyi ni maadui zenu, awliyaa, msiwafanye vipenzi, msiwapende kiasi hicho. Tattakhidhu tulquna ilaihim bilmawadda, mmewakunjulia nyoyo zenu kwa mapenzi, yani mnawapenda. Maadui zangu na nyinyi ni maadui zenu, tulquna ilaihim bilmawadda, mmejitupa kwao kwa mapenzi, mnawapenda. Waqad kafaru bima jaakum min alhaqi, munawapenda watu ambao kile kilichowafika nyinyi katika haki wao wanakikataa. Nyinyi mmekubali la ilaha illa Allah, wale wanaikanusha la ilaha illa Allah, bado mnawapenda tu. Hamjaona tofauti iliyopo hapo kati yenu na wale jengine walilolifanya wale, yukhrijuna rasula wa iyakum, wale watu kwenye mji wao kule Maka wamemtoa mtume, na pale ndo kwao alipozaliwa. Allah kauwapia mji, asema la uqsimu bihadha albalad wa anta hillum bihadha albalad. Mtume kaitoka Maka huku anaangalia nyuma, anapenda kwao, na akasema maneno, wewe Maka ni katika miji inayopendeza sana kwa Allah, na ni katika mji ambao mimi ninakupenda sana. Kama si watu wako Maka, mimi nisingetoka hapa. Katoka Maka mtume ananungunika, lakini watu wamemtoa mtu kwao wanapopapenda, alipozaliwa. Sasa nyinyi mnawapenda watu ambao yukhrijuna rasula, wamemtoa mtume pale, wa iyakum, na nyinyi si mko huku kwenye mji mwingine, mmetoka kwa vitimbi vya wale. Kosa lenu antu'minu billahi rabbikum, ni kumwamini Allah tu mola wenu. Sasa wewe kama umemwamini Allah, utawapendaje wanaomchukia Allah? Wale watu wale mnaowapenda wamemtoa pale mtume, wamekutoeni na nyinyi kule, mko ugenini hapa. Kosa lenu antu'minu billahi rabbikum, ni nyinyi kumwamini Allah mola wenu. Msifanye hivyo, la, msifanye hivyo. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtighaa mardati, kama ni kweli kilichokutoeni Maka kuja hapa, mmekuja kwa nia ya hijra kwa ajili ya kupigania dini yangu na kutafuta radhi zangu, wale watu maadui zangu msiwapende kiasi hicho. Nyinyi mmekuja hapa, kama mmekuja kwa ajili ya kupigania dini yangu na kwa kutafuta radhi zangu, kitu kama hiki msifanye. Wanagomba watu wote wenye tabia kama hiyo kwa ujumla. Tusiruna ilaihim bilmawadda, munafanya mambo yenu kwa siri kwa sababu ya mapenzi nao. Tusiruna, mmefanya siri. Maana bwana kaandika barua yake siri mwenyewe tu peke yake, alafu akamtafuta mtu kwa siri akampa ipeleke. Mnafanya jambo siri kwa sababu ya mapenzi yenu tu na watu. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum, mimi mola wenu ninayajua mambo mnayoyaficha na mnayoyadhihirisha. Ndio hili mwenyewe umefanya siri uliyefanya, lakini mimi najua.
Ndio hiyo hapo, siri imefichuka sasa. Waman yafalhu minkum, na yoyote katika nyinyi atakayefanya kosa kama hili, faqad dalla sawaa sabil, huyo keshakosea, kaitoka njia ya sawasawa. Yoyote kati yenu atakayefanya kosa kama hili la kuwasaliti wenzake, faqad dalla sawaa sabil, huyo keshapotea kwenye njia ya sawa. Sasa sisi unajua tuna vita na wale jamaa wa upande wa pili, tunapanga mikakati yetu tukawashambulie, tupate kuwazima nguvu, tuwazidi. We unatoka huku kwenye jeshi letu unavujisha kile tulichopanga kwenda kuwafanyia. Kisa kuna wapenzi wako, kuna wahisani wako, pengine wanakurushia vocha, unausahau adui wao kwetu, unakumbuka viji maslahi vichache baina yako na wao. Allah akaonya kwa kusema waman yafalhu minkum, atakayefanya jambo kama hili katika nyinyi, onyo la mwisho hili, atakayefanya jambo hili miongoni mwenu, faqad dalla sawaa sabil, huyo keshaipotea njia yangu ya sawa sawa. Sasa ukiipotea njia hufiki unakokwenda. Wa kullu man akhtaa tariqa dalla. Kwa leo inshallah hatutowahi kusoma, tumepitia tu haraka haraka, tulisoma muhtasari wa sura na time haituruhusu. Tutakuja kuanza kusoma tafsiri kwenye darsa inayofuata biidhnillahi taala. Wallahu a'lamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim, wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim, waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana zidna ilman wa hikma warzuqna fahman bifadlika ya latif, wa allimna ma la na'lam wa fahimna ma la nafham, innaka anta rabbana wa anta al-hakam wa innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.